إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma mtukufu wa daraja kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba ambayo ipo mbele yetu inasema ghillu suduri, chuki ya vifua. Khutba hii niliweza kuianza katika Ijumaa iliyopita, sikuweza kuikamilisha. Nikaomba uongozi wa msikiti huu waweze kunipa nafasi ya pili kwa ajili ya kuikamilisha khutba hii. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie mazuri haya wanayoyafanya iwe ni katika hazina yao yaumal qiyamati insha Allah. Ikhwatal iman, Ijumaa iliyopita khutba hii niliweza kuigawanya katika sehemu mbili: asbabuhu wa adraruhu, sababu zinazopelekea sisi wanadamu tukaweza kufanyiana chuki baina yetu sisi kwa sisi. Kigawanyo cha pili ni yale madhara yanayopatikana baada ya sisi kufanyiana chuki baina yetu. Lakini niliweza kuchukua kwenye hutuba hii sababu 4 pekee ambazo zinapelekea sisi wanadamu kufanyiana chuki baina yetu ya sisi kwa sisi. Katika kukumbushia jambo la kwanza nikasema dhaafu silati billah. Mwanadamu sababu ya kwanza inayompelekea awe na chuki baina yake yeye na mwenzake ni pale anapokuwa mahusiano yake yeye na Allah yapo chini, yapo dhaifu. Sababu ya pili nikasema ya kwamba aljahlu bifadli salamati sadri, ni pale mwanadamu anapokwenda kutokujua au kufahamu fadhila na ubora wa kifua chake kuwa salama katika hii dunia. Anapokosa kulifahamu jambo hilo, lazima atakwenda kutengeneza chuki baina yake yeye na ndugu zake.
Thalithan, sababu ya tatu nikasema kathratul ghadabi wa adamu dhabti nafs, ni pale mwanadamu anapokuwa ni mwingi wa kukasirika na akakosa kuweza kuidhibiti na kuikontroli nafsi yake. Hii inaweza kutengeneza chuki baina yake yeye na ndugu zake. Rabi'an, sababu ya nne nikasema qillatu dhikri, ni pale mwanadamu anapokuwa ni mchache wa kumkumbuka na kumtaja Allah jalla fi'ala. Mambo manne hayo mimi na wewe yakikosekana katika kifua chetu ni chanzo na sababu kuweza kuchukiana na kutengenezeana mambo machafu kwenye nyoyo zetu. Insha Allahu taala, napenda kuendelea sababu ya tano ambayo inakuwa ni chanzo na sababu mimi na wewe kutengenezeana chuki baina yetu. Tabi'atul bi'ati allati ya'ishu fiha al-insanu, ni ile tabia ya mazingira ambayo kwamba anayoishi mwanadamu ndani yake. Wallati takunu al-ghibatu maidataha, mazingira ambayo kusengenya kunakuwa ni kama mfano ya meza kwa wanadamu kama wale. Vipi kusengenya kumepigiwa mfano wa meza? Kawaida meza tunapokaa inaandaliwa vyakula mbalimbali. Kumbuka wakati ule unapokuwa unamsengenya ndugu yako Muislamu, katika mazingira hayo unajitengenezea hali ya kula nyama ya ndugu zako maiti. Na haya si maneno yangu, ni maneno ya nani? Allah jalla fi'ala katika surati al-Hujurat aya nambari 12. Allah anasema nini? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, na wasiwasengenye baadhi yenu kuwasengenya baadhi ya watu wengine. Kwa nini? Ayuhibbu ahadukum an yaakula lahma akhihi maita, je, mmoja wenu anapenda wakati ule anasengenya ale nyama ya ndugu yake maiti? Fakarihtumuhu, Allah anasema lichukieni jambo hilo. Na ndiyo maana hapa kusengenya imewekwa katika mazingira ya meza, vyakula mbalimbali vimewekwa pale, kila mmoja anakula kulingana na hamu ya chakula anachokihitaji. Na mimi tunapokaa tukawa tunasengenyana pale na ndugu zetu na baadhi ya watu wetu, ni kama mfano kila mmoja anavuta nofu la nyama anakula katika kinywa chake. Kwa hiyo sababu ya kwanza katika Ijumaa yetu ya leo ambayo ni ya tano kulingana na utaratibu wa khutba, ni yale mazingira ambayo tunayoishi, mazingira ya kusengenyana, ambayo yanakuwa mazingira hayo ni kama mfano wa meza ya chakula. Wa bastul hadithi an fulanin wa fulanin, na mazungumzo ambayo yanayozungumzwa pale, anazungumzwa mtu fulani, anayepita asengenywa, ambaye yuko nyumbani anasengenywa, maisha anayoishi, mke aliyeoa, kazi anayofanya, watu wamekaa pale wanasengenyana tu. Wasukhuriyatu minan nas, na kinachofanyika pale ni dharau ambayo inayotembea kwa wale watu ambao wanaowasengenya. Fa inna ba'dha an-nas, unatakiwa ulifahamu hili, hakika ya baadhi ya watu, idha jaahu al-khabaru, pindi inapomjia yeye habari, bi anna fulanan yatakallamu fik, bwana mtu fulani kule anakuzungumzia wewe kwa ubaya, taghayyarat nadharatuhu lahu, pale pale yule ambaye anayesengenywa mtazamo wake unabadilika kwa yule ambaye anayemsengenya. Wanqalaba hubbuhu lahu bughda, na pale pale mapenzi aliyokuwa nayo kwa yule mtu yanabadilika, yanaanza kuwa ni chuki baina yao. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye,
atadhuruna mal ghibatu, anawaambia masahaba zake na anatuambia sisi kwa ujumla ummati Muhammad, atadhuruna mal ghibatu, je masahaba zangu, je umma wangu, mnajua ni nini kusengenya? Dhikiruka akhaka bima yakrahu, ni pale unapomtaja ndugu yako kwa yale ambayo yatamkasirisha au kumchukiza. Kumbuka utakapoongea neno ambalo litakuwa lile neno mwenyewe unayemuongelelea akija akilisikia litamkasirisha, fahamu tayari umemsengenya ndugu yako. In kana fihi ma taqulu, ikiwa mathalan yale unayoyazungumza yuko nayo kweli, mzinifu, mlaji riba, anafanya mambo ya ajabu ajabu katika jamii, kama kweli yuko nayo, fakad irtabtahu, hakika umemsengenya wakati ule. Wa in lam yakun fihi, lakini yale ambayo unayomzungumzia yule mtu kama hanayo, fakad bahatahu, hakika umemsingizia na kumzulia mtu kama huyo. Na yote haya yamekatazwa kisheria. Ikhwatal iman, katika dhambi ambayo mimi na wewe tunatakiwa tuwe na tahadhari nayo, tena tahadhari iliyokuwa kubwa, alghiba, kusengenya. Kwa nini kusengenya? Ikhwatal iman, ikiwa umekumbuka ni kosa, waturidu an tatuba ila Allah, na unataka kutubia kwa Allah, tauba yako haiwezi kukubalika mpaka umfuate yule ambaye alikuwa ukimsengenya, umwambie ndugu yangu, nilikusengenya kadha wa kadha wa kadha, naomba ndugu yangu unisamehe. Kisha hapo ndio Allah atakusamehe. Na ikiwa mathalan huwezi, waona kwamba nikimpelekea ujumbe huu moto utakuwa ni mkubwa zaidi, basi unachotakiwa umsafishe ndugu yako ambaye alikuwa ukimsengenya. Wamsafisha vipi? Watakiwa kila kikao unachokaa na marafiki zako ambao mulikuwa mukimsengenya yule mtu, basi umtaje kwa uzuri kwa wale marafiki zako, uanze kumsafisha. Pia uweze kuomba msamaha kwa ajili yake yule mtu ambaye ulikuwa ukimsengenya. Huoni ni mtihani mkubwa huu? Kwa hiyo jambo la kusengenya ni jambo ambalo linapelekea kutengeneza chuki baina yetu sisi kwa sisi. Hadithi hii ni sahihi, kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 2589. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 86. Waqala Qatadatu, na amesema Qatada, dhukira lana, tumetajiwa sisi, tumefahamishwa sisi, anna adhab al-qabri 3 hakika ya adhabu ya kaburi iko thuluthi 3. Thuluthun min al-ghibati, thuluthi ya kwanza ya adhabu ya kaburi inatokamana na kule kusengenya. Unaposengenya adhabu yake inaanza ndani ya kaburi. Wa thuluthun min al-bawli, thuluthi ya pili inatokamana na mkojo. Ikiwa pale unakojoa na hautengenezi mazingira ya usafi wakati unakojoa, matone yanaruka kwenye mwili au kwenye mavazi yako, fahamu hiyo unajitengenezea adhabu ya kaburi. Wa thuluthun minan namimati, ama thuluthi ya 3 inatokamana na ule umbea na usabasi na ufitinishaji, ukachukua maneno ukayatoa kwa huyu ukayapeleka kwa yule. Wakati mmoja Mtume sallallahu alayhi wasallam marra baina qabrain, alipita baina ya makaburi haya mawili. Faqala, akasema Mtume, innahuma la yu'adhabani, anawaambia masahaba, hakika ya watu hawa wawili wanaadhibiwa. Wama yu'adhabani fi kabirin, na wala hawaadhibiwi kwa madhambi makubwa. Wa fi riwayatin bal huwa kabir, bali ni madhambi makubwa wanaoadhibiwa nayo. Faqala, Mtume akasema, amma ahaduhuma, ama mmoja katika wawili hawa, kana yamshi bin namimati, alikuwa na tabia ya kutembea na usabasi na umbea.
Yani wewe tunakuita ni kama kisalata mtaa. Naomba mnielewe lugha ya kosti kidogo, muwe makini kidogo. Ni mtu ambaye kazi yake ni chokochoko ya maneno, anachukua pale anapeleka huku, sio kwa kheri, lengo awaharibie watu fulani urafiki wao, ndoa yao, undugu wao. Huyu ndio wa kwanza anaanza kuadhibiwa ndani ya kaburi. Wa amma al-akhar, wakasema ama mwingine, fakana la yastatiru min baulihi wa fi riwayatin la yastabri'u min baulihi, alikuwa hajitunzi, ajisafishi vyema kutokamana na mkojo. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa tufahamu ya kwamba haya ni mambo ambayo ndani ya kaburi Allah kwanza anaanza nayo kutuadhibu. Maneno ya Katada, nenda kwenye kitabu kinaitwa Dhammul Ghibatu wan Namimatu libni Abi Dunya, ukurasa ni wa 52, hayo maneno utayapata. Waqala al-Hasan, na amesema al-Hasan, man namma ilaika namma alaika, yule ambaye anakuletea umbea na usabasi kila siku, anachukua maneno ya wafanyakazi wale anakuletea, anachukua ya wale anakuletea, anachukua maneno ya marafiki wale anakuletea, umbea tu na usabasi. Fahamu wewe unayekaa kitako na kupokea umbea, ipo siku na yeye atachukua umbea wako, ataupeleka kwa watu wengine, watu wajue kasoro na aibu pia ulizokuwa nazo. Nenda kwenye kitabu Ihya'u Ulumuddin lilghazali, kitabu nambari 3, ukurasa ni wa 156. Wakana ibn Abbas yaqul, Abdullah ibn Abbas ana maneno yake na yeye alikuwa akisema, al-kadhibu fujurun, uongo ni uovu, uongo ni kutenda dhambi, wan-namimatu sihrun, na ule umbea na usabasi pia ni uchawi. Faman kadhaba fajara, mwenye kuongea uongo ajue ametenda dhambi. Waman namma faqad sahara, na yule ambaye kazi yake ni kusambasa umbea tu na aibu na kasoro za watu, afahamu ya kwamba amefanya uchawi. Ikhwata al-iman, uchawi umegawanyika. Kuna uchawi wa kurogwa kwa kupitia njia za kishirikina, kuna uchawi wa kurogwa kwa kupitia njia za falak. Maana kuna baadhi ya mashehena, mimi nawaita mashehena si mashehe, wanatumia hii Qur'ani kwenda kuroga watu wengine. Pia kuna uchawi wa aina hii, lakini kuna uchawi wa maneno, tena ndiyo uchawi mbaya sana. Mtu anaweza kutengeneza bomu la maneno, akaja akawakosanisha wanandoa au ndugu au wanaopendana, kisha alafu anakaa pembeni anafurahia jinsi wanavyolumbana na kutukanana. Leo mathalan, mke wako anakuaga anakuambia, nafika town mara moja hapa, kuna kitu naenda kuchukua, nimetumaniwa na mamangu. Wewe kamwambia inshallah fabiha wa ni'ma, idhhabi, nenda. Wakati anatoka yuko katika nini, bolti au usafiri wowote, kuna gesti karibu pale, mara akakutana na rafiki ambaye kwamba ni mume wa rafiki yake wa kike na wanajuana. Mke wako pale akaamua kumwambia dereva taxi, hebu simamisha kidogo, kuna mtu hapa nimemuona nafahamiana naye, nataka nimpe salamu ampelekee rafiki yangu. Salamu alaykum. Alaykum salamu, hali yako? Alhamdulillah. Hebu ngoja nishuke kidogo nikupe ujumbe vizuri. Mwanamke yule ambaye ni mke wako wewe katoka, anampa ujumbe akampelekea rafiki yake. Baada ya pale mwanamke yule kaingia kwenye gari, anaendelea na safari yake. Lakini kuna rafiki yako ambaye ni kipenzi, yeye ni wewe na wewe ni yeye, ameona tukio tu la mke wako kusimama na yule mume wa rafiki yake. Hilo ndio tukio kaliona. Baada ya hapo mke yule kaingia kwenye gari, huyo anakwenda zake, anakuja kwako, salamu alaykum sheikh. Wa alaykum salam. Wallahi huwezi kudhani nini,
mke wako pia ni mchafu kiasi hichi? Hebu bwana, nyosha maelezo, mchafu vipi? Mbona sikuelewi? Wallahi nimemuona mke wako anatoka gesti na pandikizi la mtu, tena anaonyesha ana pesa kukuliko. Shekhe, mbona wanchanganya? Wallahi wa billahi wa tallahi, Allah shahidi, nimemuona. Sasa na wewe kama ni zombi ujielewi sasa. Umekaa kwa hasira zote umezichanganya sasa. Wamsubiri mke wako atoke wapi? Atoke town shekhe. Maskini ameingia, binti wa watu amechoka. Salamu alaykum wa rahmatullah. Kula kama ni chakula ushibe hiyo salamu. Mume wangu, mbona una majibu ya ovyo? Afadhali hayo majibu ya ovyo kuliko uchafu unaofanya. Yani wewe ni wakunisaliti mimi. Wewe yani unatoka na uridhiki hapa nyumbani. Basi mpe nafasi mwanamke aongee. Akitaka kuongea kofi, hajakaa vizuri, teke mtoto wa watu yuko chini. Watu wenye hekima wanasema, kabla an tahkuma ala insani fasma' minhu wala tasma' anhu. Kabla hujamhukumu yule mwanadamu, hebu msikilize yeye mwenyewe anasemaje, atajiteteaje, kabla ya kuwasikiliza watu wengine wanasemaje juu ya tukio kama hili. Sasa huoni kwamba umbea na fitina inakuwa ni uchawi? Unakosanisha watu wanaofanya nini? Wanaopendana. Kwa sababu katika uchawi kuna gonjwa ambalo linaitwa sihru tafriki zawaj, uchawi wa kutenganishwa wanandoa. Yanatengenezwa mazingira ya kishirikina. Mke wako uliokuwa umependana naye, mumezaa watoto kwa wingi, mumejitoa kimaisha, mmetoka sehemu ambayo ni duni ya chini. Leo mwanamke anakuja kubadilika mara moja, anakuona si lolote si chochote, anakujibu mbovu, anakujibu mambo mabaya. Wewe usichukue hatua ya haraka, fanya upelelezi uweze kumtibu nani? Mke wako. Kwa hiyo ndio hapa tunaambiwa waman namma fakadi sahara, na yule ambaye atakuwa mwenye kusababisha umbea na fitina kwa watu, basi ajue amefanya uchawi mtu kama huyo. Nenda kwenye kitabu Uyunul Akhbar libn Abi Qutaybah, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 31. Sadisan, jambo la 6 ambalo linakuwa ni sababu ya watu kuchukiana baina yetu, isaatu dhanni bil akharin, ni pale watu wanapodhaniana mabaya kwa watu wengine. Inna ba'dha an-nas, hakika ya baadhi ya watu, yubrizu janiba isaati dhanni qabla al-ihsan, yeye huwa anadhihirisha kumdhania mtu vibaya kabla ya kumdhania vizuri. Chochote anachokiona kipo kwenye mazingira ambayo sio mazuri, anatanguliza dhana chafu na mbaya kabla ya kuitanguliza dhana ambayo ni nzuri. Faman kana kadhalik, yule ambaye atakuwa katika hali hiyo, fataha ala nafsihi, amefungua kwenye nafsi yake baban adhiman, mlango ambao ni mkubwa, minal ghilli wal hikdi, unaotokamana na chuki na kinyongo baina ya watu. Qala jalla wa ala fi kitabi, Allah amesema kwenye kitabu chake, ya ayyuhalladhina amanu, mwito mzuri, enyi ambao kwamba mlioamini, ijtanibu kathiran minadh-dhann, jiepusheni na kudhania kwa wingi. Kwa nini? Inna ba'dha adh-dhanni ithmun, hakika ya baadhi ya dhana ni madhambi. Ina maana kuna baadhi ya dhana sio madhambi. Dhana ambazo sio madhambi ni kumdhania ndugu yako mazuri, hii sio dhambi. Lakini dhana ambayo ni ya dhambi ni ile unapomdhania mwenzako vibaya. Kaangalia suratul Hujurat aya nambari 12. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema mtume rehma na amani zimshukie yeye, iyyakum wadhanna, tahadharini na kudhania umma wangu, fa inna dhanna akdhabul hadith, hakika kudhania ni mazungumzo ya uongo. Wewe umemdhania mtu machafu mabaya, unakwenda kuyapeleka kwa mtu mwingine, kumbuka ni uchafu wa uongo ambao unaozungumza mbele ya mtu. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 6724, Muslim kaipokea kwa nambari 2563. Sheikh Albani ameisahihisha fi sahih al-Jami
utaipata kwa nambari 2679. Waqala al-Ghazali, na amesema al-Ghazali, su'u dhanni ghibatun bilqalbi, unapomdhania mtu vibaya jua unamsengenya kupitia moyo wako. Hujaongea, ni kitu kipo wapi? Moyoni. Sheikh, wamuona jamaa yako amesimama na mwanamke, wanaongea na wako karibu, na unajua huyu jamaa na mke huyu mmoja peke yake, na unamuona jamaa anazungumza na pisi kali kama wanavyosema vijana, moja kwa moja waondoka pale, unatengeneza dhana, huyu jamaa si mchache, 5 salawati fil masjid, anaswali swala 5 lakini kumbe apishi barabarani. Subhanallah. Unapomdhania vibaya, tambua ule ni uongo ambao unapita ndani ya moyo wako, lakini pili unamsengenya kupitia moyo wako. Mgoje mwenyewe ameondoka pale, salamu alaykum. Alaykum salam, vipi ndugu yangu? Salam. Na kuona pale ulikuwa na mtoto wa kike. Nani yule? Yule alikuwa ni binti amepotea njia, ananiulizia njia ya kwenda sehemu fulani, ndio alikuwa anamuelekeza. Wewe huku ushafanya nini? Ushamdhania vibaya. Kwa hiyo su'u dhanni, unapomdhania mtu vibaya, ghibatun bilqalbi, unamsengenya kupitia ndani ya moyo wako. Nenda kwenye kitabu Ihya Ulumuddin, kitabu nambari 2, ukurasa 177. Waqala ash-Sharabasi amesema, mahma ra'aita insanan yusi'u dhanna bin nasi taliban lil'uyubi, vyovyote utakapomuona mtu kazi yake yeye ni kuwadhania watu mabaya na kufuatilia kasoro na aibu za watu, fa'lam, jua, annahu, hakika ya mtu huyo, khabithun fil batini, ni mchafu kwa ndani kwenye moyo wake, wa anna dhalika, na hakika hilo analolifanya, khubthuhu yatarashahu minhu, ni ule uchafu ambao unatoka ndani ya moyo, anaanza kuusambaza kwa watu wengine. Mtu yoyote yule ukimuona yeye kazi yake ni kufuatilia aibu za watu, kasoro za watu, yeye ni kudhania tu mambo ya watu vibaya vibaya, fahamu huo ndio uchafu wake ambao uko ndani ya moyo na anausambaza kwa watu. Nenda kwenye kitabu Akhlaqul Qur'ani lisharabasi, kitabu nambari 4, ukurasa ni wa 49. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Astaghfirullah. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, ningependa niangalie jambo la 7 niweze kusimama hapa. Yasikitisha sana, nina hamu niyakamilishe yote, lakini hapana, muda ni mchache na finyo, siwezi. Hizo ni sababu tu, lakini hata madhara yenyewe bado. Kwa hiyo mtanisamehe katika hili. Sabian, sababu ya 7 inayopelekea sisi wanadamu kutengenezeana chuki, alhasadu, ni hasad. Hasadi ndio inatumaliza sana katika maisha yetu. Nini maana ya hasad? Tamanni zawali ni'mati ala al-akharin, ni pale wanadamu wanapotamani neema za wenzao ziwaondokee. Yani mtu anafanya kazi nzuri, wewe kila ukikaa kufanya kwake kazi waumia ndani ya moyo, wataka usikie tu asubuhi umeamka fulani amerudi nyumbani kafutwa kazi. Mtu kanunua usafiri wake mzuri, mashaallah, linakuuma kila ukimuona akiingia ndani ya gari na familia yake na mke wake, wewe waumia tu. Fahamu ukiwa kwenye mazingira hayo, katika huu moyo huu, fahamu wewe ni hasidi mkubwa sana katika hii dunia. Wala siyaman baina al-ikhwati wal ahibba, na hasa hasadi ambayo inayopatikana baina ya ndugu
na wale wanaopendana, wal aqribai, na wale watu ambao ni wakaribu, familia, wal asdiqai wal jiran, na hasadi ambayo inayotokamana na marafiki na majirani. Wallahi ni hasadi mbaya sana. Fahadha min a'dhami asbabi alhikdi walghilli, hii ni miongoni mwa sababu kubwa inayopelekea watu wakawa na kinyongo, wakawa na chuki, washahanai, wakawa na uchafu kwenye nyoyo zao, walbaghdai, na wakawa na mambo ambayo ya chuki mabaya, watakatui watahajuri, na watu kukatana na kutengana. Hasadi zinapelekea hivyo. Wewe ukimuona ndugu yako Sheikh wakati alikuwa hauna kitu, mashaallah, ndio mshauri wako, mwasaidiana, lile hili dogo kubwa mnasaidiana, lakini baada ya kuwa umepata kitu tu, yule jamaa akatengeneza chuki baina yako wewe na yeye, fahamu hiyo ni hasad. Na ndugu wa aina hii wapo, ni family, pengine ni madume matatu, lakini mwanamume huyu mmoja ndo ameandikwa kazi ambayo ni nzuri Sheikh, lakini wale wenzako kila ukija salamu alaikum, wa alaikum salam, hali zenu alhamdulillah. Baada ya hapo jamaa wameuchuna, hawana raha na wewe. Fahamu hiyo ni hasadi, ipo kwenye family. Ikhwata al-iman, mambo yako usipende kuyaweka hadharani. Umepata mfano loni yako kazini, umepata neema fulani, usijaribu kuiweka hadharani ile neema, kwa sababu hauwezi kujua ni nani hasidi yako. Wakati mwingine hasidi yako ni yule ndugu yako wa damu, wakati mwingine hasidi yako ni yule rafiki yako ambaye kwamba unadai ni ndugu yako kabisa, anakwenda kukufanyia hasadi. Mbaya zaidi leo, inasikitisha sana, haya maendeleo ambayo yaliyokuja imekuwa ni mtihani katika jamii. Leo mtu anakaa na familia yake, wanakula kama ni biriani, ni pilau, tuelewana vizuri. Na siku hizi nasikia kuna visinia, kuna hoteli fulani zinaandaa vyakula vile kwa wingi vizuri vizuri. Mzee unatumana sikini 10,000 unaletewa ile. Unakaa na familia yako, unajichukua pale video. Baada ya hapo unajiposti wapi? TikTok. Uzembe mkubwa huu watu wanaufanya. Wewe utakasirika kasirika, lakini mimi nakwambia kweli Sheikh, unakaaje na familia yako, unajichukua na kile chakula unajiposti. Kumbuka unapofanya vile kuna tatizo unalitengeneza. Kwa sababu gani? Mtume anasema al-ainu haqqun, jicho ni kweli, hasadi ipo. Unapofanya vile, kuna watu ambao maskini ya Mungu hawajakula siku nzima, pengine mtu ana siku ya pili hajakula, anaangalia TikTok, alafu wewe ndio unajimwambafai kwa lugha ya vijana, yani unajiona wewe ndio wewe, hakuna kama wewe, unawaonyesha watu hiyo neema. Thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, la tabaghadhu, musichukiane, wala tahasadu, na wala msifanyiane hasad, wala tatabaru, na wala msikimbiane, msitengane, msipeane migongo. Wakunu ibadallahi ikhwana, na muwe ni waja wa Allah ambao ni ndugu. Wala yahillu limuslimin, na wala haiwi halali kwa muislamu, ayahjura akhahu, kumuhama na kumgura ndugu yake, fauka 3 ayami, zaidi ya siku 3. Leo hapa huenda kuna ndugu hawaongei ni mwaka mzima Sheikh, hawapigiani simu, hawajuliani hali. Ukija ukiuliza ni nini, ni mambo fulani wamekosana, hawaelewani. Huku Mtume anasema haifai kumuhama ndugu yako zaidi ya siku 3. Rawahu al-Bukhari, hadithi imepokewa na Imamu al-Bukhari kwa nambari 1665. Sheikh Albani ameisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 7200. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, na amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam aidan kwa mara nyingine, al-ainu haq. Hadithi ndiyo hii mahallu shahid. Hasadi ni kweli, hasadi ipo. Walau kana shay'un sabaqa al-qadara, na lau kama kuna kitu kwenye hii dunia kina uwezo wa kuitangulia qadari ya Allah,
sabaqatuhu al-ainu, hasadi ndiyo ingetangulia hiyo qadari. Unaona matatizo ya hasadi Sheikh. Lakini mtu amepokea mijipesa yake, mijiloni yake, anaiweka pale, anajichukua video pale, anaituma TikTok, anawaonyesha watu ana nini? Ana pesa, anatafuta umaarufu. Kwa lugha nyingine, anatafuta kutrend. Ndiyo maradhi ambayo tuliokuwa nayo. Hivi unajua maradhi ya kutrendi, unakwenda motoni wewe? Si maneno yangu, ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man labisa thawba shuhratin fi dunya, yule ambaye atavaa vazi miongoni mwa mavazi ili atafute kutrendi na umaarufu katika hii dunia, albasahu Allahu yawma alqiyamati thawba madhallatin, Allah atakwenda kumvisha siku ya kiyama nguo ya kumdhalilisha mbele ya umma wote. Kisha kinachofuata nini? Thumma alhaba fihi nara, kisha amtumbukize motoni kwa kupitia nguo hiyo. Wewe umekaa eti wa trend. Kuweni makini. Hadithi hii kaipokea Imamu Muslim kwa nambari 2188. Sheikh Albani kaisahihisha fi Sahih al-Jami, utaipata kwa nambari 4147. Namaliza khutba yangu. Qala Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, amesema Abdullah ibn Mas'ud, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye sahaba huyu, la tuadu ni'ama Allahi azza wa jalla, musizifanyie uadui neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Qila, akaulizwa Abdullah ibn Mas'ud, wa man yuadi ni'ama Allahi, na ni nani huyo Abdullah ibn Mas'ud ambaye anazifanyia uadui neema za Allah? Qala, akasema, alladhina yahsuduna an-nasa, ni wale ambao wenye kuwafanyia watu hasad, ala ma atahumullahu min fadli, kutokamana na yale ambayo Allah amewapa watu wale katika neema zake. Subhanallah. Wewe kumbuka ndugu yangu katika imani, ukimfanyia mtu hasad, haumfanyii yeye tu, unaifanyia hasadi neema ya nani? Allah jalla fi'ala, neema ambayo amempa kiumbe chake kama yule. Nenda kwenye kitabu Bahjatul Majalis Ibn Abdul Barri, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 406. Wakala Muawiya radhiyallahu anhu, Muawiya na yeye amesema, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, kullu nasi, watu wote kwenye hii dunia, astati'u an urdiyahu, nina uwezo wa kuwaridhisha, illa hasida ni'matin, isipokuwa yule mwenye kufanyia watu hasadi kwenye neema. Huyu ni Muawiya anasema watu wote kwenye dunia anaweza kuwaridhisha, lakini isipokuwa mtu mmoja tu siwezi kumridhisha. Ni nani? Yule mwenye sifa ya kufanyia watu hasadi kwenye neema. Fa innahu la yurdihi illa zawaluha, kwa sababu hakuna linalomridhisha isipokuwa ile neema ifanye nini? Iondoke, isambaratike. Wewe ukiona una rafiki yako mwenyewe una kijigari chako cha toa moshi kama mtambo wa simiti, ndio gari yako Allah amekupa, si ndio? Lakini umekwenda ukapata ajali, nyanga, hakifai, insurance yenyewe sio ya kulipa gari, balaa tu. Yani ishakufa, ndio imeingia kaburini marehemu. Mafuta yenyewe alikuwa ukikopa kuirekebisha utaweza. Rafiki yako ampelekea zile habari, shekhe anafurahi, anambia nawe umezidi. Mama, kwa gari gani shekhe? Si afadhali hata Mungu amekusahalishia, pesa yenyewe mafuta huna. Allah akasema, acha nikupumzishe mja wangu, hayo kukopa mafuta kesho 500, mafuta yenyewe ya 500. Allah akakupumzisha bwana. Shukuru. Huyo hasidi huyo. Nenda kwenye kitabu Tarikhu Dimashqa, kitabu nambari 59, ukurasa ni wa 200. Ikhwatal iman, ndugu zangu katika imani, wakati sio rafiki. Mtanisamehe sana, wakati sio rafiki. Natamani kuendelea, lakini kuna watu wanawahi makazini, wengine wana biashara zao, itakuwa mtihani. Na yusia nafsi yangu na kuhusia nafsi za waumini wenzangu, tuyafanyieni kazi yale ambayo niloyazungumza. Katika kuyafanyia kazi,
basi ndio kufaulu kwetu hapa duniani na kesho akhira. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين. أقم الصلاة.